Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Tukiendelea darasa yetu ya Alfiya ibn Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Tulishia katika mlango wa al-mu'rab wal mabni, ndio tunaoanzia leo inshallah. Tunajua katika upande wa maana ya mu'rab na upande wa maana ya al-mabni ambazo zinakwenda sambamba na al-i'rab na al-bina. Al-i'rab kama ilivyokuja katika maana ya al-ajrur, imekuja kwamba al-i'rab huwa taghayyur awakhiri al-kalimi li ikhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alayha lafdhan au taqdiran. Maana ni ule mbadiliko wa mwisho wa matamko ambayo yatakuwa matamko hayo yanaingiliwa na awamili. Sawa sawa, kubadilika huko ni kwa lafdhi kunabadilika waziwazi au kunabadilika kwa sura kukadiriwa, kama vile mfano matamko ambayo mwishoni hadhihiri zile haraka, mfano wa kina Musa, Isa au al-Qadhi. Manake yanakuwa ni mu'rab, lakini matamko haya hayabaki, yani mwishoni i'rab yake inakuwa ni takdirio, yani sio i'rab ya lafdhi. Kwa hiyo inakuwa ni yenye kukadiriwa. Ama tukielezea katika upande wa matamko yenyewe ambayo ni mu'rab, ni yale yanayokubali mabadiliko, na al-mabni ni yale ambayo hayakubali kubadilika, kwa maana yanabakia katika hali moja kule mwishoni. Na kuna sababu katika upande wa al-bina kujengewa kwa matamko, sababu katika asili ya upande wa majina kama tutakavyoelezea hapa, asili ya majina ni mu'rab, lakini yatakuwa ni mabni kwa sababu ambazo miongoni mwa sababu hizo kama atakavyoelezea Sheikh hapa, anasema walismu minhu mu'rabun wa mabniyun li shabahin min al-hurufi mudni kashabahi al-wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila. Walismu minhu mu'rabun, katika upande wa majina kuna ambao ni mu'rab wa mabniyun na kuna ambao ni mabni kama tulivyoelezea, lakini asili ya majina ni mu'rab, lakini yatakuwa ni mabni. Akaelezea lishabahin, maana yake ni mabni lakini kwa sababu ya kufanana, min al-hurufi, kufanana na herufi ambazo herufi hizo mudni zinazokaribiana nazo katika upande wa kule kufanana. Na hizi shabahi ziko aina tatu. Asli ya upande wa herufi kama tunavyojua kwamba al-hurufu kulluha mabniyatun, herufi zote zinakuwa ni mabni, na tumesema asli ya majina ni mu'rab. Sasa haya majina yatakuwa ni mabni endapo yatafanana herufi, kwa sababu herufi zimekuwa zote ni mabni. Sasa majina yatakuwa yakifanana herufi katika moja katika mifanano mitatu, basi jina hilo litakuwa ni mabni wakati huo kwa kule kufanana herufi. Maana litamfuata herufi katika upande wa bina, katika upande wa kujengewa. Na shabahi hizo au kufanana huko, kuna ashabahul wadhi, kule kufanana kiupande wa mweko, na ashabahul wadhi ni kule kuwekwa herufi jina kwa herufi moja au herufi mbili. Mfano kama vile kusema dharabtu, hii ta ambayo ni dhamiri ni ismu, lakini mabni kwa sababu imekuwa herufi moja. Dharabna, hii na inakuwa vile vile pia ni ismu, ni dhamiri, ni fa'il hapo ilipo, lakini imekuwa ni mabni kwa sababu imekuwa herufi mbili ambayo ni nun na alif. Hii inaitwa ashabahu alwadhi, maana yake an yakuna harfan au harfain, ni kule kuwa imekuwa herufi moja au herufi mbili. Na shabahu ya pili inakuwa ni ashabahu almaanawi. Ashabahu almaanawi ni kule kufanana jina likafanana herufi katika upande wa maana, kama vile tunavyoona kwamba katika upande wa majina kuna majina ambayo ni asmaul istifham, yanaonyesha kuuliza kitu, au asmaul shart. Hali imekuwa ni mabni kwa sababu yanafanana herufi. Katika upande wa herufi zipo herufi ambazo ni istifham, na kwa sababu tumesema herufi zote ni mabni, basi yalikufanana herufi katika upande wa maana, nazo vile vile pia hayo majina yakawa vile vile pia nayo ni mabni. Mfano kama vile hal inakuwa ni herufi istifham. Kwa hiyo tulipokuja tukaangalia upande wa majina, kuna mata, kuna aina, kwa hiyo majina haya nayo vile vile pia yakawa ni mabni kwa sababu yamefanana na herufi katika upande wa maana. Na kaida yake inasema kwamba ayakuna maanahu min maani al-huruf, ni kule kwa maana yake katika maana ya herufi. Hiyo ndio maana ya ashabahu al-maanawi. Ama ashabahu ya tatu, kufanana kwa aina tatu, hii aina tatu inakuwa ni ashabahu al-istimali, kule kufanana kiupande wa matumizi. Ashabahu al-istimali ni kule kufanana majina yakawa yamefanana na herufi katika upande wa matumizi yake katika kutumika katika lugha, kama vile kuwa jina
mathalan halikamiliki maana yake mpaka lipate kitu kingine. Na herufi tunajua kwamba ile ambayo maana yadhharu maanahu kamilan illa ma ghairihi, kwa maana yake haikamiliki isipokuwa kupatikana kitu kingine. Uwezo ukasema maratubi afu patulia, maana yake lazima uunganishe na tamko la mbele. Maratubi zaidi ndio itapata maana. Kwa tulipokuja katika upande wa majina kukaingia asmaul mausula. Al-asmaul mausula yamekuwa ni mabni kwa sababu yamefanana na herufi katika upande wa matumizi. Maana yake asmaul mausula maana yake haikamiliki isipokuwa kupatikana jumla tusila. Uwezo ukasema jaa alladhi alafu patulia, maana yake jaa alladhi darasani. Kwa hiyo darasani ndio ilikuja kukamilisha maana ya alladhi. Kwa hiyo inakuwa ni ashabahu al-istimal, kunaingia al-asmaul mausula na kunaingia asmaul af'al, ismu fi'li, ambazo ismu fi'li kama tulivyozitoka huko nyuma kuna ismu fi'l madhi, ismu fi'l mudhari, ni zile zinazoonyesha juu ya maana ya kitendo lakini hazikubali alama ya vitendo. Lakini kwa kule kuwa zilikuja kukaa niaba ya kitendo, kama vile kusema dhahabi maana yake idhhab, na hii inakuwa ni kiasi unatumia katika kila kitendo ambacho ni thulathi, unaweza kukileta katika wazni wa faali, na wakati huo kikawa kina maana ya amri. Kwa hiyo kikawa kitendo hichi au tamko hili limekaa niaba ya kitendo cha fi'l amr, kusema dhahabi kwa maana idhhab, jalasi kwa maana ijlis. Kwa hiyo ikawa imekaa niaba. Na vile vile pia tukaja katika upande wa herufi kwamba zipo herufi ambazo zinakaa niaba ya vitendo, kama vile ya harfu nida inakaa niaba ya kitendo unadi au ad'u. Kwa hiyo tulipoona hivyo kwamba na herufi zote ni mabni, basi hivi vitendo au asmaul af'al hizi ambazo zimekuja kukaa niaba ya vitendo nazo zikawa ni mabni kwa sababu ya kule kufanana na herufi katika upande wa matumizi au katika upande wa njia zake. Hii ndio inaitwa ashabahu al-istimali, ambayo kaida yake inasema kwamba anjalza matariqatan min tara'iq al-hurufi, ni kule kuwa imepita imelazimu njia katika njia za herufi, ka anyanuba al-fi'li, kama vile kuwa labda jina limekaa niaba ya kitendo, wa ka anyaftakira iftikaran mutaassilan ila al-jumla, au kama kuhitajia mathalan kitu ambacho kitakuwa wakati huo kimekuja kukamilisha sentence, kama tulivyosema asmaul mausula imehitajia jumla tusila. Na vile vile tukiangalia herufi kwa maana haikamiliki maana yake isipokuwa upatikane tamko jingine. Kwa hiyo ilipofanana na herufi katika upande wa njia kama hizi, haya majina asmaul af'ali nazo zikawa ni mabni, asmaul mausula nazo zikawa ni mabni kwa sababu tumeona zimepita njia zake kama vile njia za herufi. Wallahu a'lam. Kwa hiyo tunaingia katika upande wa abiyati zetu. Ikiwa tumefahamu shabahi tatu, Sheikh atazielezea zote, ndio akasema ni shabahi min al-huruf mabni. Itakuwa ni mabni katika upande wa majina kwa kule kufanana na herufi ambazo zitakuwa zimekaribiana katika upande wa kufanana huku kwa aina tatu. Kwa mudni maana yake ni kule kukaribiana, na kukaribiana huko kama tulivyosema ni katika upande wa kufanana katika aina miongoni mwa aina hizo tatu za shabaha. Akasema kashabahi wallahi, kama vile kufanana katika upande wa mweko, na tumesema hii ayakuna harfan au harfain, ni kule kuwekwa herufi moja au herufi mbili. Akasema kashabahi wallahi, kama vile kufanana jina limefanana herufi katika kule kuwekwa kwake fismai jiitana, katika majina mawili ya tamko jiitana, fismai jiitana, katika majina mawili ya tamko jiitana, ambao jina la kwanza linakuwa ni tabu, ni dhamiri, na jina la pili ni hina ambao ni dhamiri, umetujilia sisi. Kwa hiyo dhamiri tabu na hina, hizi ni majina na yamekuwa ni mabni wakati huo kwa sababu yamefanana herufi katika kuwekwa. Tukiangalia katika herufi hapo, herufi ambazo zimewekwa herufi moja kama vile maratubi bizaidi, kwa bao inakuwa ni herufi na imewekwa herufi moja. Na al-huruf kulluha mabniya, kwa majina yalipofanana herufi nayo vile vile pia kani mabni. Na hina imewekwa herufi mbili. Tukija katika upande wa herufi zipo nyingi zilizokuwa zimewekwa herufi mbili, mfano fi harfu jarri imewekwa herufi mbili, na min na nyinginezo. Wal maanawi, na vile vile pia shabahu la pili ni ashabahu al-maanawi. Shabahu al-maanawi tumesema ni ile ambayo itakuwa imefanana na herufi katika upande wa maana, na tukaja katika upande wa herufi hizo akatoa mfano fi mata wa fi huna, kama vile mata, tamko mata ni ismu istifham na ataingia ismu istifham kwa ni mabni kwa sababu amefanana herufi ambazo zinaonyesha maana ya istifham. Kuna hal, kuna na nyinginezo ambazo ni herufi zinazoonyesha maana ya kuuliza. Tukija asma'u sharti pia nayo yamefanana na herufi katika upande wa sharti. Kuna ini ya sharti ni herufi. Tukija katika upande wa majina, kuna mengi katika upande wa majina ambayo ni ya sharti, kama vile ma, kuna man, zipo nyingi sana. Na hizo kina aina ma, kuna haifu ma, zote zinatumika katika upande wa sharti na zimekuwa ni mabni kwa sababu zimefanana na herufi katika upande wa maana. Na akatoa mfano mwingine wa fi huna, na upande wa huna ismu ishara. Na Sheikh kaelezea huna ismu ishara kwamba vile vile pia imekuwa ni mabni na asmaul ishara, kwamba kaingiza katika upande wa mabni kwa sababu imefanana herufi katika upande wa maana, pamoja na kuwa kwamba hakuja patikana herufi ambayo
ipo inayoonyesha kuashiria kwa lugha ya Kiarabu, lakini wanasema kwamba asma'u sharti yamefanya ni mabni kwa sababu kuna herufi ambayo herufi hiyo ni muqaddar. Hawakuelezea Waarabu wala hawakuitaja, lakini inakadiriwa kwamba kama ingekuwepo ikawa imewekwa, basi majina ya asma'u sharti nao vile vile pia tunafanya mabni kwa kufanana na herufi hiyo. Na ndio maana akaelezea Sheikh hapa asma'ul ishara kama ni mabni, lakini kupitia herufi ambayo ni mukaddara. Herufi hiyo haikuwekwa. Herufi katika herufi inaonyesha ishara kwa Kiarabu hakuna, lakini wanakadiria kwamba herufi kama ingekuwepo basi maana yake majina haya ndio tunafanya mabni kabisa kwa herufi hiyo ambayo haikuwekwa kwenye matamko haya ya lugha ya Kiarabu. Hii ni moja katika mapito na mapito mengine atakuja kuelezea kwenye sharhi kwamba kuna ambao wameitumia asmaul ishara vile vile kwa mapito mengine kwamba wameifananisha na al-ahadiyya, ambapo tukisema al-ahadiyya ni ya maarifa, lakini tukisema al-ahadiyya inaonyesha kitu kinachofahamika, na hii ni kama ni ishara, kama vile ilivyokuja katika Qur'ani kule kuna al-ahadiyya imegawanyika, kuna al-ahadiyya adh-dhikri, kuna al-ahadiyya adh-dhihni, lakini almuhimu kwamba tuchukue moja kwamba ile inaonyesha kitu ambacho kitakuwa ni maahudi kinachojulikana, kama vile kusema fa'asa Firaun ar-rasul, na kule nyuma imetangulia kwamba tulimpeleka ila Firauna, tulimpeleka kwa Firauna rasulan, na yule rasuli kule nyuma alikuwa kishafahamika kwamba Nabii Musa alayhi salam. Lakini huko mbele ilipokuja tena fa'asa Firaun ar-rasula, kwamba huyo Firaun akamwasi mtume, hii haya hapa ya maarifa ikawa inatupa ishara juu ya ile rasuli aliyotangulia nyuma, kwa maana alipelekwa kwa Firaun alikuwa ni Musa. Kwa hiyo maana yake ilipokuja hapa kwa Firaun akamwasi huyo mtume kwa ya maarifa, ikawa ni ile tulikuwa tulifahamu nyuma, na hii inaitwa al-ahadi adh-dhikri. Kwa hiyo hii hapa ikawa ina ishara na inatuonyesha juu ya kile ambacho tumekifahamu nyuma kule, na ndio wanaoelezea kwamba hao ni wengine kwamba hii asmaul ishara yamekuwa ni mabni kwa sababu kufanya herufi, na herufi hiyo vile vile pia ni hii ya maarifa, ambayo hii inaonyesha kitu kinachofahamisha, kinachojulikana, na hii inakuwa ni kama vile ni ishara ya kitu ambacho kinaelezewa huko nyuma. Kwa hiyo inawezekana ni adh-dhikri au ikawa ni adh-dhihni. Adh-dhihni maana ni kitu ambacho kinafahamika kupitia akili, na sura nyingine ambazo wao wanazielezea katika mfano katika mifano ya al-ahadiyya. Lakini kama tulivyoelezea kwamba Sheikh yeye kaelezea herufi hiyo ni mukaddar, lakini wengine wamefanya kwamba ni al-ahadiyya adh-dhihni, mfano wake kwa sababu inakuwa inafahamika na inaonyesha vile vile pia ishara ya kitu kilichokuwa kimetangulia nyuma. Kwa hiyo akaelezewa shabahi al-maanawi na shabahi al-maana fi mata wa fi huna, katika mfano mata na katika mfano huna, vile vile wakaniabati anil fi'li, na vile vile pia kama kukaniaba ya kitendo. Tena kukaniaba ya kitendo hii anahusia kwamba hii inakuwa ni ashabahu alistimali, ambayo ni shabahi ya tatu tulikuwa tumeelezea, na hapa kunaingia asmaul afal kwa sababu zinakaa niaba ya kitendo. Ukisema amina imekaa niaba ya kitendo istajib, kwa hiyo yakawa ni mabni asmaul afal kwa sababu yamepita katika mapito ya herufi za nidana, vile vile zinakaa niaba ya vitendo na herufi nyinginezo bila taathuri. Tena kukaniaba kitendo pasi na kukubali kuathiriwa. Na kukubali kuathirika au kuathiriwa ni kwamba zinakaa niaba ya vitendo, zinaonyesha juu ya maana ya vitendo, lakini hazikubali alama za vitendo. Ndio maana akasema bila taathuri, kwa sababu hizi tulishaelezea kule nyuma kwamba asmaul afali hizi hazikubali alama za vitendo, na ndio hapa alipogusia bila taathuri kwamba zinakaa niaba ya vitendo lakini hazikubali alama za vitendo. Kwa ndio maana zikawa sio vitendo, kwa sababu hazikubali alama za vitendo, ikawa sio vitendo, ikawa ni majina. Na vile vile pia kwa kule kuwa zimekaa niaba ya vitendo, basi zikawa ni mabni kwa sura hiyo, kama tulivyoelezea katika upande wa ashabahu alistimal. Wakafikari usila au vile vile pia kama kuhitajia usila, kuhitajia kitu cha kuunganishwa. Usila ni kule kuhitajia kuunganishwa, na hapa kunaingia al-asmaul mawsul. Al-asmaul mawsula hapa yamekuwa ni mabni kwa sababu yamehitajia kitu cha kukamilisha maana, ambapo tumesema ni jumla tusila. Na hii vile vile imefanana na upande wa herufi, kwa sababu herufi tumesema ni ile ambayo la yadhharu maanahu kamilan, maana yake haidhihiri, haikamiliki isipokuwa ila ma ghairihi, isipokuwa ipate kitu chengine mbele. Kisha baada ya hapo Sheikh baada ya kumalizia hizi abiyati, tunaweza sasa tukaingia katika upande wa sharh. Tukimalizia beti ya mwisho anasema wa mu'rabul asma'i, lakini mu'rab katika upande wa majina ni ile ambazo au ni yale ambayo kalisalima, ni majina ambayo yamesalimika min shabahil harf, kwa maana yamesalimika kutokana na kufana herufi.
maana haya hayajafana herufi katika upande wa aina zile tatu za shabahi. Ka arudhin, kama vile tamko arudhin, wa suman na tamko suman ambao ni jamu ya ismu. Suman maana yake ni majina. Kwa hiyo haya majina maana yake ni mu'rabu kwa sababu yameepukana na kufanana herufi. Kama yangefana herufi katika moja katika zile shabahi zilizokuwa zimetangulia, basi majina hayo yangekuwa ni mabni, lakini kwa vile kuwa yamesalimika kutokana na kufanana hizo herufi, yakawa ni mu'rabu, yakawa ni yenye kubadilika. Wallahu aalam. Tunaishia hapo kwa tasjili hii, kisha tasjili inayofuata ya pili hii tutaingia katika upande wa sherehe.